nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM. Seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu kinara wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Na wauliza nyinyi watu, wanasema hapa Nakuru ndio kuna kura ya Kasongo. Wanatuambia hapa kuna kura ya Kasongo. Tunakuja naye, nataka mtuonyeshe kwa mkono. Hapa kuna kura ya Kasongo hapa. Huko nyuma kuna kura ya Kasongo. Kasongo! Kasongo! Ruto! Aende asiende. Na tunazo sababu. If you are not at Mazembe grounds right now, I mean, I just don't know where you are. I love you. You're my role model and I love you. Nakuru is one time. Nakuru is one time. Jazibadi yako huko, ataongea na nyinyi na few. Sawa, thank you. Ruto aende asiende? Ni one time, si one time. Mimi nitasema jambo moja tu. Umeona fuel levy ambayo walileta, gharama ya maisha imeenda juu, Wakenya wanateseka, mama mboga analia, vijana hawana kazi, na tunasema enough is enough. Enough is enough. Hiyo imetosha. Kama hawatashusha gharama ya maisha, Tuesday tunaenda maandamano. Sema one time. Linda mwananchi, linda mwananchi, linda Kenya, linda mwananchi. Asante na kunapenda. Kama kuna kiongozi mbaya ambao ni dikteta, nimeona hapa Nakuru, umsimpatie nafasi. Lazima umsumbue, umtatize, msingoje mpaka 2027. Wakati wa kukana Ruto ni sasa hivi. Sasa hivi. Kila mahali Ruto anapita, kila mahali akipita hapa Nakuru, mwambie Ruto aende nyumbani. Mwambie Ruto aende wapi? Ruto aende wapi? Nina mambo matatu tu ya kueleza kwa nini Ruto aende nyumbani. Jambo la kwanza, alikuwa na mkataba na Raila Amolo Odinga, ile inaitwa 9-point agenda. Hajatimiza hata moja. Hata kipengele moja hajatimiza. Kwa hivyo Ruto aende nyumbani ama asiende nyumbani? Aende nyumbani ama asiende nyumbani? Ya pili, Ruto ameua watu wetu wengi, na Sifuna ameeleza wawili hapa, ameteka nyara wa Kenya wengi. So Ruto must go home now. Ruto must go home. Kama si sasa ni sasa. Na mjue hivi, unajua Ruto anajifanya kama malaika. Nataka msikize vizuri, mnisikize vizuri. Ruto
Jambo ambalo linatuvunja moyo zaidi ni kwamba wale ambao walisimama kwa mgongo ya kanisa wakaingia katika uongozi Kenya hii ndio wanaongoza kutupa tear gas ndani ya makanisa, ndio wanaongoza kuharibia kanisa jina. Sisi hatutakukuta kwa hiyo maneno Bishop, na tutaitikia mwito ambao umetoa hapa. Sisi sio matajiri, lakini tunajua pia maandiko inakuambia ya kwamba sio kila pesa, sio kila mkono inahitajika kujenga madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Bishop, sisi wanalinda mwananchi tumeweka kitu kidogo hapa kwa sababu ya msingi wa kanisa leo. Msikubali pesa chafu. Hii yetu ni kidogo lakini ni safi. Hakuna mjane tumeacha mahali ya kilia. Hatujaingia mtu shamba yake. Hii ni ya jasho yetu sisi wenyewe kwa ajili ya kazi ya Mwenyezi Mungu katika kanisa hili. Naomba upokee hii kwa unyenyekevu. Asante sana. Asante sana Bishop, na tutazidi kutembea na nyinyi hata wakati ambapo mnatishwa eti msifungue milango ya kanisa kwa ajili ya viongozi wengine kwa sababu ya siasa zetu za kitofauti na zao. Msimame imara, manake nyinyi ndio mtatoa mwongozo wa jinsi ambavyo tutakomboa taifa hili. Wengi wanauliza hao wanalinda mwananchi, tunafanya nini Nakuru? Na nataka niwaambie tunafanya nini Nakuru. Tumekuja kuleta ujumbe kwamba Kenya hii inaweza kuongozwa tofauti na vile ambavyo mambo iko hapa Nakuru. Sisi tunasema Wakenya wanataka kutawaliwa kwa njia za haki ikilinganishwa na misingi za kidemokrasia na ile maadili ambayo iko ndani ya katiba yetu. Unajua kuna kijana hapa Nakuru aliuawa na jamaa wa KWS anaitwa Brian Odhiambo. Huyo Brian hata Kasongo kijenga hii barabara ikuwe na gorofa, Brian tawahitumia hiyo barabara kweli? Brian taona hiyo barabara? Tunataka tuheshimiwe kwanza, kwa sababu maadili ya kwanza kwenye katiba yetu ni kuheshimu haki za kibinadamu. Hauwezi kututawala na bado unatuua bwana, haiwezekani. Haiwezekani. Ukiuliza wazazi wa Brian, waulize sahi wanataka hii barabara ya Rironi mpaka Mausami tiishe ama Brian rudi hai, wanachagua gani? Wanachagua Brian wa barabara. So hauwezi kutuambia mambo ya barabara na saa ile unatuua. Tunataka tuwe hai sisi kama vijana, tuwafikie malengo yetu, pia sisi tusaidie familia zetu kutoka katika umaskini, si ndio? Wangapi wanakubaliana na hiyo? Tunataka Wakenya waishi katika nchi ambayo haina ufisadi. Mimi nilikuwa nafikiria, unajua Bishop, they tell us that there is a fuel pricing formula. Ni uongo mtupu, kumbe it has always been voodoo math. Mtu anaamka tu leo anasema bei ya mafuta itakuwa shilingi, anaongeza shilingi 40 juu yake. Sasa ile mnapiga kelele anasema warudishie 10 bob. Ukilia kidogo anasema mrudishie 20 bob. Na amechukua 40. Inawezekanaje bwana? So wamekuwa kitudanganya ati kuna formula ya kisayansi ya kuweka bei ya mafuta. Kumbe ni Kasongo anakaa na watu yake anaamua yeye ni pesa anataka kukua. Na ndio maana tunataka tumfurushe, si ndio? Wakati wanasema yeye ni bado jamaa. Hapa Nakuru tumesikia kilio ya walimu wa Nakuru. Walimu wa Nakuru wakienda hospitali saa hii waliletewa kitu hapo SHA ati ya walimu. Haifanyi, wamewekewa limits. Wamewekewa limits, wakienda pale wanaambiwa lazima uongeze pesa juu ya ile SHA. Na ilikuwa ikilipwa na NHIF. Kwa hivyo sisi tunataka tuseme tutakomboa hii nchi, na kukomboa hii nchi itahitaji kwamba tuwe wajasiri. Hatutishwi na mtu yoyote na hatuna ugomvi na mtu yoyote. Sisi tunataka kukomboa nchi yetu Bishop. Hiyo tu. Sawa. Kwa hivyo mimi nataka nimalizie hapo. Niseme tutazidi hata tukitupwa kwa shimo la simba bwana. Kama kina Abednego walitoka, hata sisi tutatoka tu. Sababu tunaweka Mungu mbele, si ndio? Kwa hayo mengi nataka nimkaribishe sisi wote DJ wimbo wa taifa.
Thank you so much. Wacha tupate maombi kutoka kwa Bishop. Haya, tafadhali tuwe kimya.